juu ya the Holy Spirit. Matendo ya Mitume kifungu cha kwanza, aliwaita kuteremka. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, mbali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, mbali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutana wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nami mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Baba, kwa jina la Yesu ni asante kwa sababu ya neno. Naomba tafsiri kupitia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Gusa kinywa changu, ulimi na sauti yangu kwa ajili ya neno lako. Naomba msaada wa Roho wako Mtakatifu kwa jina la Yesu. Kumbuka Baba, mimi ni ondogo, mimi ni mafundi tu. Siwezi lolote bila wewe, na kutegemea wewe pekee. Sio ni watu wako wengi unawaleta kwa hiyo madhabahu kwa nyumba hii. Baba, wako na njia ya neno. Naomba Mungu wa uzima ukawajaze na neno lako kwa jina la Yesu. Napokataa mbinu na mipango na ila na njama zote za Shetani, na nikia zina uwezo kwa hiki kikao, bali neema yako Bwana haitutoshi. Tusaidie Bwana na tuwezeshe. Napofunika kila mmoja na damu ya Yesu ya thamani, na kuachilia usingizi wa malaika kwa kila mmoja. Dhihirika kwa nguvu zako na kwa uwezo wako kupitia kwa ujumbe, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Kile kinasumbua kanisa ya siku ya leo, Roho Mtakatifu wa Mungu ana nafasi inaofaa katika nyumba ya Mungu. Maana ibada nyingi tuko nazo hata pale kwa television, ni mipangilio mingi na ni sawa, it's very good. Lakini Roho wa Mungu ana nafasi ama apewi nafasi ya kuhudumia kanisa. Na ndio kuna tatizo kubwa katika nyumba ya Bwana. Ile shida uko nayo mama, uko nayo mzee, na mwanamke ndiye katika nyumba hii na pale kwa television, Mungu ako na uwezo wa kuzungumzia wewe kupitia kwa Roho wake Mtakatifu, lakini akipewa nafasi. Nataka nikushuhudie tu kidogo tunapoanza na tunapoendelea na ujumbe. Ujuzi nilikaribishwa kwa sherehe fulani, sitakwambia. Na nikaambiwa reverend tuongoze kwa praise and worship. Sasa shika kitu hapa. Sikuwa sherehe kubwa sana. Nikaimba praise kidogo, kwa Bwana akaniambia simama, ingia kwa worship. Kuingia kwa worship
mwenye sherehe alikuja mara moja. Akaniambia usifungue, usiachilie roho wa Mungu hapa. Tunataka pesa. Sasa usiachilie roho wa Mungu kwa hii sherehe, tunataka nini? Pesa. Nikamwambia asante, nikakata, nikamjia kwa msi. Kajua sasa kazi. Roho wa Mungu ni Mungu. Think about that. Umealikwa uongoze praise and worship isimushira. Mtu atokee mahali ya kuambia usifungue roho, usiachilie roho wa Mungu wapi? Hapa. Tunataka nini? Pesa. Hivyo ndivyo kanisa siku ya leo inataka. Mambo. Lakini roho wa Mungu apewe nafasi ya tamalaki na tende anakusudia kutenda kwa kanisa. Siku ile nilikuwa na Petro Paradiso 2004. Wakati nilikufa kwa masaa mimi. Petro kuna jambo aliniambia na ndio nimeweka katika ministry. Hii ministry nimeweka kwa mambo yale Peter aliyoniambia. Ananiambia mtumishi wa Mungu, fanya urafiki na Roho Mtakatifu wa Mungu, maana ndiye aliachiwa kanisa. Na akanifanyisha mitihani nyingi Petro, yote nikaanguka. Lakini nikapata point. Fanya urafiki Roho Mtakatifu wa Mungu, atakuelekeza, atakuongoza na atakujulisha chochote kile kanisa lake linalohitaji. Huu Roho Mtakatifu wa Mungu ni nani? He is the third person of the Trinity of God. Ni watatu katika uungu wake Mungu. Ni mmoja wa Baba na Mwana. Na wote wanatoshana katika nguvu ama katika uweza. Roho Mtakatifu wa Mungu. Hapo mahali tumesoma Yesu mwenyewe akawaambia, ngojeeni ahadi ya Baba pale Yerusalemu. Ngojeeni wapi? Hapo. Kwa nini akawaambia wangojee ahadi ya Baba? Ambayo Yesu alisema nitawatumia msaidizi atakaye waongoza na atakaye waelekeza kwa kila jambo. Maana pasipo Roho Mtakatifu wa Mungu kuhubiri injili haiwezekani. Na ndio maana kanisa ya leo, maana Roho wa Mungu ana nafasi, ndio naona tuhubiri injili. Watu wengi tunang'ang'ania tu madhabahu ya kanisani peke yake. Akawaambia ngojeeni ahadi ya Baba katika Yerusalemu. Baba atakapowajilia juu yenu mtapata power, mtapata nguvu. Kwa nini kanisa leo ni dhaifu sana? Hawana nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu. Ukisengenya hata kanisa ziende, hauna Roho wa Mungu. Ukinyanyua kidogo unakasirika, unajitetea, na hiyo sio kazi ya mwaminio. Ukisikia watu wanaongea mabaya hata ibada wezi siendi kwa hiyo kanisa. Roho wa Mungu ni nani katika nyumba ya Bwana? Kwa nini upendo hamna nyumbani ya Bwana? Maana kuna ufungufu wa Roho Mtakatifu wa Mungu katika nyumba ya Bwana. Soma hiyo Acts of the Apostles chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Mpaka wakati Petro alikuwa anafonya na kivuli chake. Utaelewa wapendo walikuwa pamoja na kwa umoja, wakishiriki kila kitu pamoja. Hakuna mtu alikuwa na kitu chake. Ngali kama hivi kuna pale ngani
niko nayo pale nje inakuwa sio yangu. Angesema hapo ukichukua unaenda nayo. Unarudisha, beteta anachukua naenda nayo. Tumishi wa Mungu Frederick anachukua naenda. Hakuna mtu alikuwa na kitu chake. Upendo ulikuwa mwingi sana kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani ya wale wapendwa, alikuwa ndani ile kanisa, na miujiza, ishara na maajabu zilikuwa zinatendeka mikononi mwao, because walikuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa nini siku hizi kanisa ndio hata waamini unapatiwa material things? Unaambiwa chukua imani ndio atizi waamini. Chukua maji, chukua anointing oil, chukua uzi umeze, oga na nini yote na chumvi. Witchcraft in the church, because Roho Mtakatifu wa Mungu yuko ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa nini mnawapigia siasa madhabahuni ya Mungu? Mpaka sasa tiangas, nikaangalia juzi kaona wengine wanapigwa tiangas wakiwa katika nyumba ya Bwana. Madhabahu ya Mungu. Tiangas. Roho Mungu hayuko. Wangekufa. Kuingia kwa siasa kwa madhabahu ambayo Bwana Roho Mungu hata kufa ni rahisi. Si mahali pa kuchezea madhabahu ya Bwana. Lakini kwa nini tunaichezea? Maana Roho wa Mungu ana nafasi katika nyumba ya Bwana. Hii masaa zote hata leo sasa mbili hivi naangalia saa. Angalia saa. Roho wa Mungu hayuko ndani mwako. Wewe ukampigia Mungu masaa. Wiki mzima amekulinda na amekuhifadhi. Unampigia saa. Unaangalia masaa. Siku ya Sunday ni siku ya ibada. Kwa hivyo nikiendelea nasema nini? Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Ni watatu katika Mungu na ni Mungu mwenyewe. Hakuna nguvu kama vile Baba hakuna nguvu na vile Mwana hakuna nguvu. Lakini ningependa tuangalie kitu kidogo tu hapa, the description of the Holy Spirit. Psalms 139 verses 7 downwards to 12. Psalms chapter 139 verses 7 downwards to 12. Holy Spirit is omnipresent. Holy Spirit is omnipresent. Mwandishi wa Zaburi hapa anasema nikimbie niende wapi? Nikimbie usoni kwa Bwana niende wapi? Nijifiche wapi? Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall be me, and your right hand shall hold me. Hii inamaanisha nini? Roho wa Mungu omnipresent, ako kila mahali. Ako hapa saizi kwa mageni, ako Makandara, ako Mlolongo, ako everywhere. Maana yeye ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ako kila mahali. Ako kila mahali. Saizi kanisa hili liko pale na mwita, ako pale. Ako kila mahali, omnipresent. Ni maelezo kidogo juu ya the Holy Spirit. Holy Spirit is omnipresent. Kwa hivyo hayuko mahali fulani. Ako kila mahali. Wengine wanafikirianga ni kiroho tu kinashuka, kinatikisa mtu, kinatikisa, kinaangusha mtu. Is a person. Holy Spirit is a person. Na wewe akaja kwako pasipo mwaliko wako. We together. Je, tuko pamoja? Awesha akaja
usipomwalika. Yeye ni kama tu njiwa dabu. Ebles dabu. Ukitake kaa kwa ngoma yako, hii njiwa itakaa. Lakini ukichukua njiwe uitupie, hiyo njiwa utaiona tena. Na kuendelea kuongea nao, sijui sasa umeanza kupata nini? Unastahili kutamani kukaa na Roho Mtakatifu wa Mungu ndani ya maisha yako kila wakati. Maana ni mwelekezi, na ni kiongozi, amejaa kila kitu chochote unachohitaji. Kwa hivyo hawezi akaja kwako pasipo mwaliko wako. Hata saa hizi ninapokufundisha, yeye ndiye aniongoza. Lakini kuna kitu moja nataka tuelewane. The world cannot receive him. That is John chapter 14 verse 17. Kwa nini ulimwengu uwezi ukapokea? Maana ulimwengu huwa unataka tangible things, vitu ambazo unaweza nguza. Kama kanisa la Waefeso, baadhi yao walikuwa wanaabudu miungu ni kama Wahindi, huwa wanaabudu miungu, vitu ambazo wanaguza lakini asiongei na hazina macho. So maana Roho wa Mungu wewe ukamguza na mikono hii ya kimwili ama hii mikono ya kawaida, ulimwengu huwezi kukubaliana na yeye. Lakini mahali kuna idols na material things, ulimwengu unakimbia pale. Wanataka tangible vitu unaweza kugusa. So unakuta kanisa leo limekaa kama watu wa dunia. Hata uwezo ukatofautisha mtu ameona mwenye hajaokoka. Wanataka ile kanisa, hata Sunday hii tunaenda kwa mfano. Mama Joki, hii Sunday tunaenda nitangazie kanisa hii nyingine hii. Jumapili kila mtu akuje na kidi moja itakuwa nauza maji. Mtapeleka mahali, mtajua mahali mtapeleka watu. Niko mbali, niseme kanisani nitakuwa nauza maji na miti mwenda hapa. Watu watajaa kwa kanisa wasimame na wengine ame na wazuie kule nje. Najua kuna barabara ngapi. Azuie pale nje. Ambia mkiwa hapa kwanza. Wanaweza kwa sifa. Maana hawataki Roho Mtakatifu wa Mungu awahudumie na waelekeze na waongoze. Dunia na kanisa wa sasa zimechanganyika. Wewe ukatofautisha na wale wa Mungu na wale wa upande hune mwingine. Maana wengine wakitoka kanisani wanaenda kwa waganga, wanakutana na wale hawajaokoka wapi? Kwa waganga. Sasa wokovu utatambulikana lini kanisa la Kristo Yesu? So dunia inataka tangible things. So dunia iwezi ikampokea ama ikampenda Roho Mtakatifu wa Mungu, maana hawamuoni, hawezi wakamunguza, wanataka material things. Amen. Jambo lingine, huyu Roho Mtakatifu wa Mungu proceeds from the Father. That is John chapter 15 verse 26. John 15 verse 26. Yesu hapo anaeleza wanafunzi wake atawatumia msaidizi. Sio kama sisi wa sasa kanisa wa leo huwa tunajigamba tunataka watu wanene ukuu wetu, lakini katika ukuu wa Mungu kuna protocol very sensitive, kuna protocol ya ajabu sana. Roho wa Mungu yeye upata mambo kwa kikao cha Mungu na
Yesu Kristo. Akipata hizo ripoti ndio anatuletea sisi kanisa. Kwa hivyo Roho wa Mungu yeye ureview zile vitu ambazo amesikia kutoka kwa Baba na Mwana, anazileta kwetu. Baadhi yetu Roho wa Mungu anatuongelesha, lakini huwa tunagumisha mioyo. Huwa hatufutilii maanani. Anaweza kuletea ripoti ya kuambie, akuletea ugonjwa wa mama yako mzazi, ama ugonjwa wa baba yako mzazi, ama ndugu yako. Unasema ninaota ndoto mbaya. Na ni kitu amekuletea very real katika ulimwengu wa ndoto. Isidi sasa amekufundia ndio uchukue hatua, lakini nakuta hatuchukui ile hatua iliyo ni sahihi ya kutenda yale yanayotupasa tutende. Kwa hivyo yeye uchukua ripoti kutoka kwa Mungu Baba na kwa Mwana, alafu anareview hiyo yote kwetu kama kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu ni gani? Ni lipi katika kanisani? Ni kutakaza kanisa, sanctifying the church. Ni kutakasa kanisa. Wakati ule uliokoka ukaombewa maombi ya toba, Roho wa Bwana alipata nafasi kwako. Ulikuwa mlevi, Roho ya Mungu ikafanya nini? Ikaondoka. Wengine walikuwa malaya, hiyo roho ikaondoka. Wengine walikuwa robbers, hiyo roho ikaondoka. Wengine walikuwa watu wenye hasira na vita za kinaina, hiyo yote ikaondoka. Kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu ni kusafisha nini? Sanctify the church. Kusafisha kanisa. Yaani unakaa maisha matakatifu, maisha ya uhuru, maisha ya freedom, na kuwa na uhuru. Hata ukitembea uko na freedom. Uko na freedom. Hauna makwazo na una hatia. Kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu ni kutakasa kanisa. Kutakasa kanisa, sanctify the church. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukiangalia kama Galatians chapter 5 verse number 19, Galatia 5 mstari wa 19 kuteremka. Na kitu Paulo pale alikuwa anaongea na kanisa ya Galatia. Pale hata juu chapter 5 verse 15 anasema, mkikula na kuumana, angalieni msije mkafanya nini? Mkaangamizana. Maana hii kanisa kulikuwa na matatizo katika kanisa la Galatia. Kulikuwa na hizi vita kama zile zimejaa kwa kanisa wa siku ya leo. Wapendwa waelewani, wapendwa wakubaliani, huyu anaenda hivi, mwingine anaenda hivi, mwingine anaenda vile. Lakini Paulo akaandikia waraka akiwaambia ya kwamba mkikula na kuumana, angalieni wapendwa msije mkaangamizana. Ni wangapi kwa kanisa hili wanakula na kuumana? Mbona vita katika nyumba ya Bwana na umeokoka na nimeokoka zatoka wapi? Maana Roho Mtakatifu wa Mungu hana nafasi ya kutosha katika kanisa la Kristo Yesu. Maana kazi yake ni ya kuondoa hizo vita na anaunganisha wapendwa. Mbona nikikuta na Mjaluo na si kabila yangu ni zaidi, ni kama nimezaliwa na yeye pamoja, hata zaidi. Ukinikuta na mtumishi wa Mungu ambaye ndio nitakutumia maishani hapo, unakuta tumeunganika kabisa, tani zaidi ya kuzaliwa. Ukinikuta nimekaa na Wanjiru, utakuta ni zaidi hata kuzaliwa kindani. Uko pale nyumbani hujaokoka, una nguvu katika kukiri kwa kinywa chako. Fuata hii maneno nyuma yangu pale nyumbani. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Niokoe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake zote. Mimi ni wa Yesu. Umefuata yale maneno
mtu wa Mungu, popote pale unapotazama kipindi, tayari umeokoka. Jumapili njao, tafuta kanisa nzuri. Kanisa zimekuwa nyingi nyakati hizi. Zingine zinauza maji, zingine zinauza anointing oil, fagio, hizo vitu zote. Usiende kwa kanisa kama hiyo. Enda kanisa iliyo na neno. Take time utafuta kanisa iliyo na ukweli. Kanisa waleo ni chache sana, zile ziko na ukweli wa Mungu. Zile nyingi ni sarakasi. Kwa hivyo tafuta kanisa nzuri na Bwana atakubariki. Uko pale nyumbani kuna mahitaji. Pengine wewe ni mgonjwa ama matatizo ya kijamii. Nataka ukaribie runinga yako, uwekelea mkono wako kulingana mkono wako, tuamini. Si lazima upewe maji ama hizo vitu zinafanywa leo ati ndio waamini. Nyingi ni idol worship zinazoendelea siku za leo. Amini Bwana, wewe uliye mgonjwa na utapona. Shika uwekelea televisheni yako mkono kulingana mkono wangu. Nataka tuamini na Bwana atakutendea. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Ninakuinua, ninakuabudu. Wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo na msaada wa karibu. Nainua mtazamaji wangu pale nyumbani mikononi mwako, walio ni wagonjwa na waombe uponyaji, walio na matatizo ya kijamii, Mwana wa Mungu ingililia, leta suluhisho, maana unaweza. Na kanya kila mipango ila na njama za shetani kinyume cha watu wa Mungu, na kuanzia leo kupitia kwa nguvu za ulimi nimelikilia ushwari kwa kila na moja. Uinuliwe Baba na uabudiwe milele. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Sema amen. Pale nyumbani kuna maswali mengi mmekuwa mkijiuliza, tunaweza support huduma kwa njia ipi? Kuna partnership, utaiona hapo pamoja na namba yake hapa chini ya televisheni yako. Partnership ambao nimeanzisha juzi tu. Kwa hivyo ukiwa unataka kusupport huduma, utaweza kuweka mchango wako kwa hiyo namba na Bwana atakubariki. Ni kuage na kusema kwamba Bwana akubariki, Bwana akuinue na Bwana akutende mema. Shalom, shalom.